Mambo ni vipi? Mambo ni aje? Na karibu tuendelee kuhabarishana taarifa mbalimbali ambazo zinazoendelea kutrend katika mitandao ya kijamii. Sasa leo hii bidada Nicole ambaye alikuwa akishtumiwa kwa kesi ya hujumu uchumi, leo hii ameachiwa kwa dhamana. Sasa mengi sana ameandikwa kufuatia mitandao ya kijamii. Nicole amezaminiwa kwa hati ya nyumba ya milioni 100. Baada ya kusota mahabusu kwa takriban wiki tatu, mwigizaji Joyce Mbaga maarufu kama Nicole Belly ameachiwa kwa dhamana katika mahakama ya hakimu mkazi Kinondoni baada ya kutimiza sharti la dhamana ya kesi ya hujumu uchumi ambao ikiwa inamkabili kesi hiyo. Mahakamani hapo ambapo imeelezwa mahakama kuwa Nicole amezaminiwa kwa hati ya nyumba yenye thamani ya milioni 100 pesa taslim za Kitanzania. Mbali na Nicole, mwingine aliachiwa kwa dhamana ni mshtakiwa mwenzake Rehema Mahanyu mwenye umri wa miaka 31, ambapo wawili hao walipandishwa kizimbani Machi 10, 2025 wakikabiliwa na mashtaka yakiwemo kupokea Tanzania shilingi milioni 186.5 katika kutoka kwa umma bila kibali kutoka Benki Kuu ya Tanzania, hapa naizungumzia BOT. Wawili hao wameachiwa kwa masharti ya dhamana mbele ya hakimu mkazi mwandamizi Ramadhani anayesikiliza kesi hiyo baada ya kutimiza masharti hayo ya dhamana. Nicole amezaminiwa hati ya nyumba yenye thamani ya shilingi milioni 100, lakini aliyemdhamini bado hajawekwa wazi, huku mwenzake Rehema akizaminiwa na Ramadhani Juma pamoja na Joyce Isdon ambao wamewasilisha hati ya nyumba yenye thamani ya shilingi milioni 57. Kesi ya Nicole na mwenzake inatarajiwa kurudi mahakamani hapo Machi 24, ambapo wamefikishwa mahakamani hapo kwa ajili ya dhamana, ambapo miongoni mwa makosa katika shtaka la kwanza wanatuhumiwa kuongoza magenge ya uhalifu. Wanashutumiwa kwa miezi hiyo na miaka hiyo wakiwa ndani ya mkoa wa Dar es Salaam. Waliendesha biashara ya kiuhalifu au jinai kwa lengo la kujipatia faida kutoka kwa jamii na kupokea amana au miamala bila kupokea leseni ya kutoka BOT. Katika shtaka la pili la watuhumiwa hao, wote wanatuhumiwa kati ya Julai 2024 na Machi 2025 wakiwa eneo lisilofahamika ndani ya mkoa wa Dar es Salaam. Walipokea amana ya Tanzania shilingi trilioni za Kitanzania kutoka kwa jamii bila kuwa na leseni, na katika shtaka la tatu waliendesha mfumo wa malipo bila kuwa na leseni ya malipo inayotolewa na BOT. Sasa bado kwa bidada Nicole bado ni gumzo, kwani hakika mpaka sasa imesemekana yeye amewekewa dhamana ya nyumba ya thamani ya shilingi milioni 100, lakini aliyomwekea dhamana mpaka sasa hajatajwa, na watu wengi sana imewaacha kizungumkuti, yani kimdomo wazi, kwani hakika bado kila mtu afahamu. Lakini huyu bidada mwenzie ambaye alotambulika kwa jina la Rehema Mahanyu, yeye walomtolea dhamana yenye thamani ya shilingi milioni 57, wote wameelezwa, yani imefafanuliwa na imewekwa wazi. Lakini kufuatia shtaka ambalo bidada Nicole ambapo amepewa dhamana yenye nyumba ya thamani ya shilingi milioni 100, yeye haijatolewa au haijawekwa wazi nani ambaye alompa dhamana na ni nani ambaye ametoa dhamana. Wewe pia vile vile unaweza kutuandikia maoni yako kufuatia hiki ambacho kinachoendelea. Najua Watanzania wengi sana walikuwa kimwamini bidada Nicole kwa kupitia umaarufu wake na kumpa hizo fedha ambazo zilikuwa kama michango, lakini mwisho wa siku tumeona jeshi la polisi limemtia nguvuni bidada Nicole kwa kusema kuwa hizo fedha zilikuwa zinafanywa kwa hujumu uchumi. Kwa kesi kubwa ambayo ilikuwa inamkabili bidada huyo ni kesi ya hujumu uchumi. Sasa tusubirie hiyo tarehe ambayo iliyopangwa kuwa atafikishwa tena mahakamani katika shtaka la pili
lakini leo hii wote wameachiwa nje kwa dhamana. Wewe tuandikie maoni yako, nini mtazamo wako na nini ambacho unachokiona kufuatia mtu ametolewa dhamana lakini aliotoa dhamana hajulikani wala hajatajwa, lakini bidada mwenzie huyu ametajwa kuwa dhamana imetolewa na watu wawili, ambao dhamana hiyo ni nyumba yenye thamani ya shilingi milioni 57. Kwa taarifa mbalimbali endelea kukaa karibu nasi.